وقد استجاب الصحابة رضي الله عنهم لهذا النداء النبوي. وقد استجاب الصحابة na kwa hakika waliitikia maswahaba walikubali lihadha an-nidai an-nabawi kwa wito huu kwa ajili ya wito huu wa utume an-nabawi wito wa utume ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataka maswahaba zake wafunge siku hii. Fasamu hadha al-yawm al-mubarak, wakafunga siku hii ambayo imebarikiwa, siku tukufu sana, wakaifunga siku hii maswahaba. Leo Muislamu siku hii mchana wake anakunywa masupu, anakula wala hafungi wala hajali, ambayo atafutiwa madhambi ya mwaka mzima uliotangulia. Na sisi tumejaa madhambi, tumejaa mambo mingi ya ajabu katika zama hizi, lakini Muislamu malasaf kwa masikitiko hatofunga siku hii. Maswahaba waliitikia wito huu wakaifunga siku hii iliyobarikiwa hadharan, hali ya kuwa wakiwa mjini ni wakaazi, bal wa safaran, na bali hata safarini ilikuwa wakifunga somo hii ya sunna. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilikuwa ni somo ya siku moja katika mwezi mmoja, ikikupita imeshakupita mpaka mwakani kama Allah atakujalia uhai. Ndio maana ilikuwa wakifunga hadharan, hali ya kuwa ni wenyeji, ni muqimun, kadhalika bal safaran, na hali ya kuwa ni wasafiri, hali ya kuwa wamesafiri, ni musafirun fi asfarihi, katika safari zao ilikuwa kifunga somo hili. Bihadha, kwa ajili hii, kwa sababu hii, waradatil atharu anhum radiyallahu anhu, zimekuja waradat ay jaat, zimekuja al-athar, athari, zimekuja athar, maana yake yale matokeo, anhum, kutoka kwao, radiyallahu anhum, masahaba, zimekuja athari kutoka kwao. Athari hizo hatta balagha dhalika, mpaka zikafikia athari hizo, bihim, kwa wao, ila taswimihim, kuwafungisha kwao, abnaihim as-sighar, kuwafungisha kwao watoto wao wadogo. Hadha al-yawm, siku hii zimekuja athari hizo, hata balagha, mpaka zimefikia kuelezea dhalika, athari hizo, bihim, uhusiana na hao masahaba, ila taswimihim, juu ya kuwafungisha. Unafahamu maana yake, ilikuwa akiwazoesha watoto wao kufunga, abnaihim, watoto wao, as-sighari, wadogo. Hadha al-yawm, siku hii. Taqulu ar-Rubay'a, taqul ar-Rubay'a, anasema ar-Rubay'a bintu Muawidh radiyallahu anha, as-sahabiyya al-jalila, sahaba kike. Anasema haya, anasemaje? Anasema arsala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alituma Mtume sallallahu alayhi wasallam ghadata Ashura. Manake Mtume sallallahu alayhi wasallam alituma ujumbe ghadata Ashura, asubuhi ya Ashura, ndo ghadata, kwa sababu ghadat manake ni sabah, ile asubuhi. Pia unasema baadhi wanachuoni wa lugha, manake ghadat pia ni mwanzo wa lile jambo, laanza tu pale, kwa manake asubuhi yake ya Ashura ile alituma ila qura al-ansari, katika vijiji vya Ansar, katika vijiji, vitongoji vya Ansari alituma. Akasema, alituma ujumbe huu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema, man asbaha muftiran, yoyote atakayeamka asubuhi hali ya kuwa amekula, sawa, falyutim baqiyata yawmihi, basi atimize salia ya siku yake, baki ya siku yake atakiwa atimize, asile tena. Yoyote ambaye ameamka hali ya kuwa ni mwenye kula, tayari ameshakula, faqad tanawala shay'an, amekula chochote, basi falyutimma baqiyata yawmihi, basi atimize baki ya siku yake, asile tena, endelee. Waman asbaha sa'iman, na yote aliyeamka hali ya kuwa amefunga, falyasum, basi endelee kufunga. Qalat, akasema huyu Ar-Rubayyi, akasema, fakunna nasumuhu, ilikuwa tukifunga. Sawa, siku gani hiyo? Siku ya Ashura. Ba'du, ilikuwa bado tukifunga siku hiyo, kwa sababu ba'du ni Kiarabu, ndio kwamba Kiarabu ni Kiswahili.
Vipi bwana, ile pesa umeshaipata? Bado. Maana yake bado. Si ndivyo? Ila shughul. Naenda kwenye shughuli. Sawa. Akasema wanusawwimu subyanana, na ilikuwa tukiwafunguzisha, maana yake tukiwazoesha kufunga watoto wetu wadogo. Wanaj'alu lahum, na ilikuwa tukiwajalia wao watoto wetu wadogo, wanasema masahaba, al-lu'bata, kitu cha mchezo cha kuchezea min al-ihim, ambacho kinatokana na pamba, kama kidoli hivi, mdoli. Wa huwa suful ahmar, kama wasema Ibn Hajar na wengineo, ni kama pamba nyekundu ilikuwa akichezea watoto wa kimasahaba. Au wanasema pia ni nguo za rangi ambazo zina rangi, yani mtoto akichukua anapata kuliwaza na kupumbaika katika kucheza. Sawa? Kwa hiyo akiwapa vitu hivi ili wacheze, ili wasahau kama wamefanya nini, wamefunga. Faidha baka, na pindi anapolia ahaduhum, mmoja wao, ala taami, juu ya chakula, kualia, nataka chakula. Si mtoto analia, mtoto yeye silaha yake kubwa ni kufanya nini? Ni kulia. Ikiwa analia nataka chakula, ilikuwa anasema a'tainahu dhaka, ilikuwa tukimpa mtoto huyo nini, hicho kitu cha kuchezea. Achukua hichi mwanangu, mama ni hichi. Haya, akigusagusa pale, mbona kwa umekificha? Sasa nimeshakiona, alhamdulillah. Mtoto anasema asahau nini? Asahau kula. Anasema hatta yakuna inda al-iftar, linakuwa jambo hilo mpaka wakati wa kufuturu. Anasahau, anachezea kile kidoli au anachezea kile kitu mpaka anasahau, mpaka inafika wakati wa kufuturu tayari ameshafanya nini? Ameshaimaliza ile somo. Leo watoto wetu tunazoesha hivi. Watoto wanazoeshwa mipira. Mimi nilikuwa hapa zamani nikiitwa Messi, kwa lazima nawe uitwe Messi. Sawa? Wapelekwa katika mapira, wapelekwa katika majimbo, kucheza mijimbo, kucheza muziki, katika viuno na mambo kama haya. Mengine mambo ya kipuuzi. Wa fi lafdhi, na katika tamshi nyingine, katika tamko nyingine imekuja fa idha saaluna at-ta'ama, na pindi wale watoto wanapotuuliza sisi kuhusiana na chakula, a'tainahum, tunawapa wao al-lu'bata, huo mchezo, hicho kitu cha kuchezea. Tulhihim, hicho kitu kinawapumbaza wao, na kuwahangaisha wao, hatta yutimmu sawmahu, mpaka wanatimiza saumu zao, funga zao. Kinawashughulisha kile kitu, wanakichezea mpaka wanatimiza saumu zao. Hawa ndio watoto wa masahaba walipokuwa kuhusiana na siku hii ya Ashura. Kadhalika na masahaba walipokuwa kilitilia umuhimu jambo hili. Wal afdal, na lililo bora zaidi, an yusama ma'ahu, ifungwe siku hii pamoja nayo. An yusama ma'ahu, ifungwe pamoja na siku hii, ifungwe al-yawm at-tasi'. Ifungwe na siku gani? Siku ya mwezi 9. Ifungwe pamoja na siku hii na siku ya nini? Mwezi 9. Ndio ile bora zaidi. Maana yake ufunge mwezi 9, ufunge tarehe 9 ya mfungo 4 na tarehe 10 ya mfungo 4. Ndio ile bora zaidi. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Ibn Abbas, Allah mwenye radhi na baba yake, qala, amesema, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakati alipofunga mtume sallallahu alaihi wasallam, yauma Ashura, siku ya Ashura, wa amara bisiyamihi, kisha akaamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam watu waifunge siku hiyo ya siku ya 10 ya mwezi wa mfungo 4. Qalu, wakasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah. Masahaba wakamwambia, innahu, hakika ya siku hiyo, yaumun, ni siku ambayo tuadhimuhu alyahudu wan nasara, ni siku ambayo wanaiadhimisha na kuitukuza Mayahudi na Manasara wa Kristo. Kwa masahaba wakaenda kumlalamikia mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni siku ndiyo ya Rasulullah, lakini ni siku ambayo wanaiadhimisha Mayahudi na Wakristo. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, fa idha kana al-aam al-muqbil, pindi utakapokuwa au pindi itakapokuwa mwaka unaokuja, insha Allah, Allah akitaka nikiwa hai, sumna al-yawm at-tasi', tutafunga siku gani? Tutafunga tarehe 9, tutaanza kufunga mwezi 9, kisha tufunge mwezi 10.
Qala, akasema falam yati al-aam al-muqbil, haukuja mwaka unaokuja, haukufika tena, hatta tuwafia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mpaka akafanya nini? Akafishwa, akafariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imeleka kwa ile bora zaidi ni kufunga nini? Mwezi 9 na 10. Naam, طيب, tamam, barakallahu fikum. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza maswahaba na Waislamu wa khalifu mayahudi na manasara. Na mimi niliwahi kuambia, na huo ndio Uislamu, katika kila jambo ambalo mayahudi na manasara wa Kristo walikuwa akilifanya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya nini? Akilikwepa, ili kutofanana na wao katika mavazi yao, katika vyakula vyao, katika maneno yao, katika maisha yao, katika ibada zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam zote aliwakhalifu. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahimiza maswahaba, akamwambia Allah insha Allah akinifikisha mwaka unaokuja mimi nitafunga mwezi 9 na mwezi 10. Wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, na kwa ajili ya kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema la in baqitu ila qabilin, kama nitabakia mpaka mwaka unaokuja nitakuwa hai mimi, la asumanna tasi', nitafunga mwezi 9. Kama mimi nitakuwa hai mpaka mwaka unaokuja nitafunga mwezi 9, nitaanza mwezi 9 mpaka mwezi 10. Lakini maal asaf Mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki. Kwa hapo sisi tunasema inabakia nini? Hii nini? Ni sunnatun qawliyatun, ni sunna ya mazungumzo. Mtume tayari ameshazungumza, kwa hiyo tutafanya nini? Bado tuifanyia kazi sisi. Wadhālika, na kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivyo, limukhalafati alyahud, kwa ajili ya kuwakhalifu mayahudi, hina kanu au haithu kanu, muda wa kuwa wao mayahudi ilikuwa yaktasiruna, wanafupika wao, wanajifupiliza ala siyami al-yawm al-ashir, kufunga tu siku ya mwezi 10 peke yake, fakat peke yake. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kuwa khalifu mayahudi na manasara ambao walikuwa wakiadhimisha siku hii, kadhalika mayahudi na manasara au mayahudi ambao walikuwa wakifunga siku hii peke yake. Na wao walipoulizwa kwa nini mwafunga siku hii, wakasema huwa al-yawm alladhi, ni siku ambayo naja Allahu Musa ala Firauna, ni siku ambayo Allah alimuokoa Musa dhidi ya adui wake Firaun, akamwangamiza. Ndio maana sisi tutafunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Kwa sisi tutafunga, lakini tutafunga mwezi 10 kadhalika na mwezi 9 ili kuwa khalifu nyinyi. Yaqulu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Ibn Abbas Allah miradhi na baba yake, khalifu al-yahuda, nendeni kinyume na mayahudi, wasumu at-tasi' wal-ashir, na mfunge mwezi 10 na mwezi 9. Sawa, hii ndiyo iliyo bora zaidi, mfunge mwezi 10 na mwezi 9. Sawa ya jamaa, tumeelewana Waislamu? Tufunge mwezi 10 na mwezi 9. Hichi ni Kiswahili, watu wengine hawaelewi Kiswahili hichi. Tufunge tarehe 10 na tarehe 9 ya mfunguo 4. Wa man sama yawma ashura munfaridan, na yeyote atakayefunga siku ile ya mwezi 10 peke yake tu akafunga, fala yukrahu dhalika fi haqqi, haichukizwi jambo hilo katika haki yake, halichukizwi katika haki ya kufunga hiyo tu, haichukizwi. Japokuwa baadhi ya wanachuoni hajaelezea, baadhi ya wanachuoni karahu baadhi ulama, baadhi ya wanachuoni wanaona ni makruhu kufunga siku ile tu, lakini rakhasa baadhi ulama, wakadhalika baadhi ya wanachuoni wameruhusu kufunga nini, siku moja peke yake, kwa sababu watu wengine wanajulikana wavivu, ukijaambia afunge siku 2 aingia mitini. Kwa hiyo haya, hiyo moja funga. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yasumu al-yawm al-ashir, ilikuwa akifunga mwezi 10 ya mfungo 4 fakata peke yake. Mwanzo ilikuwa akifanya hivyo, na kisha akatamani afunge mwezi 9, lakini hakufanya nini, hakufika katika mwaka uliofuata, ila amata, mpaka alipofanya nini, mpaka alipofariki. Mtume sallallahu alaihi wasallam
alipofariki ilikuwa afunga ile mwezi 10 tu, hakuwahi maskini. Walidhalik, na kwa ajili hiyo qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani qaddasa Allahu ruhahu wa nawwara dharihahu, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani ad-Dimashqi al-Hanbali katika kitabu Ikhtiyarat Ibn Taymiyyah al-Fiqhiyya, yako maneno haya, sema wasiyamu yaumi Ashura, na kufunga mwezi 10 siku ya Ashura peke yake, kafaratu sanati, hii inafuta madhambi ya mwaka mmoja mzima. Wala yukrahu, wala haichukizwi, ifraduhu bisawm, kuipwekesha kwake, kuifunga peke yake kwa kufunga, haichukizwi, kwa sababu ni jambo ambalo wanachoona fanya nini, wametofautiana. Baadhi wanachoona wanaona ni makuruhu kufunga siku moja peke yake, lakini baadhi wanachoona fanya nini, wameruhusu kufunga, akiwemo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Illa, anasema Sheikh, illa isipokuwa anna al-aula, iliyo bora zaidi, wal afdala, na mzuri zaidi, wal akmala, na kamilifu zaidi, ma taqaddama, ni ile ambayo imetangulia. Wa huwa, nayo ni ipi? An yusama ma'ahu al-yawm at-tasi, ifungwe pamoja nayo hiyo siku gani? Siku ya 9 ifungwe pamoja nayo, ile mwezi 10 ifunge na mwezi 9. Hii ndio ile bora zaidi, hii ndio afdal. Sawa, ngoja tufikie mpaka hapo katika hiyo nukta. Wa idha kana hadha, na itakapokuwa jambo hili, wa idha kana hadha sha'nu hadhihi al-ayyam, na itakapokuwa hili ndiyo shan, ndio yani utukufu wa jambo hili na ubora. Afwan, wa idha kana hadha shanu hadhihi al-ayyam, na itakapokuwa ndio yani utukufu wa masiku haya na jambo no shani yake na uzuri wa masiku haya, falmutaakkadu, sawa, falmutaakkadu fi haqqi al-muslim, jambo ambalo lenye kugogotezwa na kuhimizwa katika haki ya Muislamu, al-ijtihadu fil qiyam, kujitahidi katika kusimamia biwadhifatiha, yani wadhifa wake, kazi yake masiku haya watakiwa uyasimamie. Ndio maana hiki kitabu yenyewe chaitwa nini? Wadhifatul muslim fi shahrillahi al-muharram, kazi ya Muislamu katika mwezi wa Allah mtukufu ambao ni al-Muharram. Wadhifa ni kazi, na yule mfanyakazi ndio hivi muadhafun, mfanyakazi. Kwa hiyo watakiwa uyasimamie katika kufanya kazi, katika kufanya ibada, uyasimamie masiku haya. Wa man alima Allahu minhu, na yule ambaye Allah atajua kutoka kwake, alhirsa, anapupa, ala dhalik, kuhusiana na jambo hilo la kufanyia kazi masiku haya matakatifu, aanahu, Allah atamsaidia mtu huyo katika kufanyia nini? Kusimamia, kufanya amali katika masiku haya. Wa waffaqahu, na Allah atamwafikisha katika kufanya kazi, katika kufanya ibada masiku haya. Wasaddadahu, na Allah atampatisha, ndo saddadahu. Ni maana yake Allah atafanya hapatie katika khairi, ndo saddad. Musaddad ni yule ambaye mwenye Allah kumpa taufiki katika kupatia mambo. Kwa hiyo ni siku muhimu sana katika mwezi huu wa mfungo 4, tujitahidini kufanya ibada, na inshallah kesho tutaendelea. Na darasa hii itakuwa ni endelevu. Tutaendelea kesho inshallah, tutaendelea pia na Ijumaa baada ya maghrib. Sawa? Hakuna kupumzika mpaka hivi vitabu vya risala viwili tuvimalize, ili tuendane na haya masiku. Kwa hiyo huenda leo ikawa ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe, ikawa ni tarehe 30 au ni tarehe ngapi? Ni tarehe mosi katika nini? Mfungo 4. Kwa hiyo ni masiku bora tu katika mwezi mtukufu wa mwisho, na ndio mwezi wa mwanzo katika mwezi wa Kiislamu. Kwa hiyo tujitahidini kufanya ibada, na tutafikia hapa. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahsana Allahu ilaykum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.